Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Rasmi sasa kikosi cha Dar es Salaam Young Africans kimefanikiwa kumsajili mlinzi wa kati wa Golden Arrows ya pale nchini Afrika ya Kusini. Huyu si mwingine ni Umar Farouk Kamara, ambaye ni miongoni mwa wachezaji ambao wenye ubora mkubwa kweli. Amewapata makuzi yake ya soka katika kikosi cha ASEC Mimosas ya pale nchini Ivory Coast. Amepita katika timu ya vijana Ivory Coast, lakini pia amecheza pale nchini Morocco, na hivi sasa alikuwa akitumikia kikosi cha Golden Arrows ya pale nchini Afrika ya Kusini. Sasa rasmi Young Africans wamefanikiwa kumtangaza, na hii inakwenda kuongeza nguvu katika eneo la ulinzi, ambalo kwa sasa wachezaji wawili pekee ambao wanaonekana na ubora na daraja la juu wanaweza wakacheza katika hilo eneo, kwa maana ya Ibrahim Baka ambaye yeye yupo fiti, lakini yupo Bakari Nondo Mwamnyeto. Dickson Job kwa sasa bado anaendelea na matibabu, hivyo ni miongoni mwa wachezaji ambao wanaweza kukosekana mpaka mwezi Disemba. Sasa Young Africans chini ya mwalimu Mankoba wameamua kuongeza nguvu katika hilo eneo, kwa maana eneo la ulinzi, na kusababisha sasa kuna uwezekano mkubwa kwenye kikosi cha Dar es Salaam Young Africans Laulindo Denson Malia Depu akatolewa kwenye kikosi ambacho kitashiriki ligi kuu soka Tanzania bara, na taarifa za ndani zinaeleza kwamba Depu huenda akawa sio sehemu ya kikosi cha Dar es Salaam Young Africans cha msimu 2026-2027 chini ya kocha Mankoba. Na ikumbuko hivi sasa Young Africans ilikuwa na washambuliaji wa kimataifa wakati watatu, kwa maana ya Peter Shalulile, lakini kwa maana ya Ibrahima Sheikh Tule, lakini sambamba na hapo alikuwepo Laulindo Denson Malia Depu kama miongoni mwa wachezaji ambao wanacheza katika hilo eneo la ushambuliaji wakiwa ni raia wa kigeni. Sasa taarifa za ndani za kwamba Laulindo Denson Malia ndio mchezaji ambaye atatolewa kunako kikosi cha Dar es Salaam Young Africans na kupisha nafasi ya Umar Farouk Kamara, miongoni mwa walinzi vitasa kweli. Namna yake ya kiuchezaji ni aina ya walinzi ambao wanaenjoy zaidi kucheza, lakini kiachana hivyo ni mlinzi ambaye anaweza pia kucheza kama kiungo mkabaji wa katikati. Kwa hiyo mwalimu Mankoba ataamua amtumie Umar Farouk Kamara kama kiungo mkabaji, kwa maana ya defensive midfield, lakini pia anaweza akamtumia kama mlinzi wa kati, kwa maana ya central defender katika kikosi cha Dar es Salaam Young Africans. Hivi sasa unaweza kusema kwamba Young Africans wanachokifanya ni kuonesha namna gani ambavyo wanataka kutengeneza timu ambayo itakuwa na ubora mkubwa na daraja kubwa ambalo itapelekea timu kuwa na standard na level ya juu ya ushindani katika michuano ile ya kimataifa. Sasa wamemuongeza Kamara ambaye ana experience, kwa maana ashacheza vilabu kadha ikiwemo San Pedro pale Ivory Coast, lakini pia ASEC Mimosas, lakini pia amepita Morocco, Rabat kule amegusa, na hivi sasa alikuwa katika kikosi cha Golden Arrow, na rasmi sasa Young Africans wamemtambulisha. Hivyo tunakwenda kuona kwamba Young Africans katika eneo lao la ulinzi wameongeza quality nyingine ambayo itakwenda kutengeneza ushindani. Hapo awali Dickson Job pamoja na Ibrahim Baka walichukua eneo na wakajimilikisha. Kuongezeka kwa Kamara tunaenda kuona kwamba namna gani ambavyo Young Africans itakwenda kuongezeka ubora katika eneo hilo la ulinzi. Kocha Mankoba anaendelea kuwa chukua wachezaji ambao alishawahi kufanya nao kazi na anatambua. Alifanikisha dili la Peter Shalulile, amefanikisha dili la Umar Kamara, maana kitasa cha mali kweli. Yes, tushashuhudia vitu vingi msimu huu chini ya kocha Mankoba. Ngoja tuone nini ambacho kinakwenda kutokea ndani ya kikosi cha Dar es Salaam Young Africans. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.